with her dung shall he burn. And the priest shall take a cedar wood, an hyssop, and scarlet, and cast it into the midst of the burning of the ephah. Then the priest shall wash his clothes, and he shall bathe his flesh in water. And afterward he shall come into the camp, and the priest shall be unclean until 7 days, until the evening. And he that burneth her shall wash his clothes in water, and bathe his flesh in water, and shall be unclean until evening. And a man that is clean shall gather up the ashes of the ephah, and lay them up without the camp into a clean place, and shall be kept for the congregation of the children of Israel for a water of separation. It is a purification for sin. Nasili nawakupitia mbeleni mwako, kwa sababu wewe ni Mungu, wewe ni Baba wetu, wewe ni Mungu ambaye uliishi katika mbelele wako, na Bwana wetu kwa upendo kuu. Mungu ulinyenyekea sana na kupa mwili wa nyama na damu, na ndipo ukaenda pale Kalvari kwa ajili ya msamaha wa dhambi zetu. Na sasa tunakuja kila ile damu ile Baba, tuonapo Mungu usione udhaifu lolote katika maisha yetu, na Bwana kama kuna jambo ambalo halikupendezi Bwana, tunaomba msamaha, na damu yako Bwana takasa, na hata tupate kibali machoni pako. Asante kwa somo na neno lako, tunakabidhi mkononi mwako sasa. Bwana, hebu kaushe ile neno, na neno hili Baba lipate nafasi hata katika maisha yetu. Sasa Baba, wewe mwenyewe useme nasi, kwa sababu tunaamini hiyo ndio hadi ndio katika neno lako. Tunaamini Bwana wetu, tunaomba hiyo ni katika jina la Yesu Kristo na Mwokozi wetu. Yeah. I want us to see it's a long subject, but vile Roho wa Mungu itatufikisha, tutaachia hapo na tuendelee wakati mwingine. So tunataka tuone kila ambayo tumesoma mstari wa 9. Nasema, and a man that is clean shall gather up the ashes of the ephah, and lay them up without the camp in a clean place, and it shall be kept for the congregation of the children of Israel for a water of separation. It is a purification for sin. Amen. It is for purification of sin. The water of separation. Hiyo ndio kila ambao tupenda tuone jioni huu. Wana wa Israeli walipokuwa wakitoka katika nchi ya Misri, unajua neno la Mungu ilikuwa imeahidi, yani ya kwamba watakuwa katika nchi ya utumwa kwa hiyo miaka 400. Na Mungu yule aliyosema haya ndio yule aliahidi tena ya kwamba yeye mwenyewe atawatoa, atawakomboa. So wana wa Israeli walikuwa katika nchi ya Misri, nchi ya utumwa, nchi ambaye hawangeweza kumwabudu Mungu wao, na ndipo wakawekwa chini ya Farao. Na tunajua Farao alikuwa ni katili kabisa, and he subjected the children of Israel
that cruel yani hiyo utawala ambao kabisa ilikuwa ni ya kutesa wana wa Israeli. Tunajua ni mambo mengi ilifanyika katika nchi ya Misri, na hii ndio kile ambaye tunajua kwamba ilikuwa ni wana wa Israeli kutoka katika nchi, na tena Mungu alikuwa ameahidi ya kwamba atawaingiza katika nchi nyingine ambao ni nchi ya ahadi ambayo Mungu alikuwa ameandaa kwa ajili ya watu wake. So wana wa Israeli ilipofika hiyo wakati, Mungu akatuma nabii wake ambaye tunajua yote sisi zote, Musa. Na hiyo ndio kile ambaye tunajua ya kwamba ilikuwa ni kutoka ya kwanza. It was the first Exodus. Na yale ambaye yalifanyika katika hiyo kutoka ya kwanza ni kile ambaye itafanyika tena katika kutoka hiki ambaye iko katika wakati wetu, ambaye tunajua kwamba ni kutoka ya tatu, the third Exodus. So kuna hiyo ingine, the second Exodus. So jambo ambalo ningependa tuone hapa ya kwamba walitoka katika nchi, Mungu akawakomboa, na Mungu vile vile aliahidi ya kwamba atawaingiza katika nchi ya ahadi, ambao ilikuwa ni nchi ambayo kimejaa asali. Bwana siku sana. Ambao ni nchi ambayo kulikuwa na masiwa, ilikuwa ni nchi ambao wangemwabudu Mungu wao katika njia ambao iliyo huru. So hivyo katika wakati wetu ni Mungu yule ambaye ameahidi tena ya kwamba ametuahidia mahali, ameahidia waaminio au kanisa lake mahali fulani, kama vile alivyoahidi wana wa Israeli ya kwamba atawaingiza katika nchi. Hata naye Mungu ameahidi kuwaingiza wale ambaye ni waaminio, watoto wake, katika nchi ambaye Mungu ameenda kuandaa. Hiyo ndio maana tukisoma katika kitabu cha Yohana 14, Yesu Kristo akaambia wanafunzi wake kabla hajaenda, kuna hadi hapo ambao Yesu Kristo aliachia watoto wake, wanafunzi wake ambao hebu tuone. Nasema, let not your hearts be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. Amen? Amen. I go to prepare a place for you. Nimeenda kwa, and that is true. Hiyo ndio kweli. Kama vile alivyoahidi wana wa Israeli ya kwamba kuna mahali ambaye atawapeleka, kuna nchi ambaye anawapeleka. So hivyo Yesu Kristo ameahidi tena, ni Mungu yule ameahidi tena that I go and I prepare a place for you. Amen. And God's word will never fail. Praise the Lord. In that first Exodus, there was a place which God had prepared for them. And in this third Exodus, there is a place God has prepared for his own children. Mungu ameandaa mahali kwa ajili ya watoto wake. Amen. Praise the Lord. Amen. So be no trouble. Tani msisumbuke. Amen. Naenda kuandalia makao. Praise the Lord. Nimeenda kuandalia mahali. Blessed be the name of the Lord. Amen. To prepare a place for you. So there is a place for us. Kuna mahali ambayo Mungu ameenda kutuandalia. There is a place we are going. Praise the Lord. Kuna mahali ambayo tunaenda. Kama vile wana wa Israeli walikuwa wanajua ya kwamba kuna mahali wanaenda. Hivyo hata nasi katika wakati huu kuna mahali ambayo tunaenda. Hapa si kwetu. Kama vile wana wa Israeli walikuwa wanajua kwamba hiyo ilikuwa ni kivuli. Ilikuwa ni mfano. Praise the Lord. Amen. Blessed be the Lord. Amen. Hii ndio reality. Kile ambayo ni hakika kabisa ni bila amesema kwamba kuna mahali ambayo naenda kuandalia. So hivi wana wa Israeli walikuwa wanajua hapa si kwetu. Amen. Amen. Na walijua kwamba kuna mahali ambayo Mungu ameenda ametuandalia. Haikuwa lakini kuna hiyo specific, kuna hiyo mahali ambao walienda kuandalia. Praise the Lord.
See, I go to prepare a place for you. So remember, ndugu zangu na dada zangu, ya kwamba kuna mahali ambaye tunaenda. Amen. Kuna mahali. Amen. Na imagine katika hiyo wakati ambaye waliambia kuna mahali ambaye nawapeleka. Mungu yule yule aliahidi wana wa Israeli ya kwamba katika hiyo safari yote Mungu alikuwa ameahidi ya kwamba atawafanya nini? Atawashughulikia. Katika hiyo safari yote Mungu mwenyewe alikuwa ameahidi ya kwamba atawashughulikia wana wa Israeli. Na hakika alikuwa ameahidi ya kwamba hakuna chochote ambaye mtakosa. Hiyo ndio maana unaona kwamba hata wakati walikuwa nasafiri katika hiyo miaka 40, neno la Mungu natuambia kwamba hata viatu vyao, amen, haifanya nini? Amen. They never got worn out. Amen. See? Ilibaki vile. Hata nguo zao ilikuwa hivyo. Hiyo ilikuwa nini? Mungu akiwashughulikia. Wakati hawana maji ni Mungu aliwashughulikia. Amen. Wakati njia imefungwa, unaona kwamba Mungu ndiye aliwashughulikia akawafungulia njia. Kwa sababu walipokutana na hiyo bahari ya Shamu, sasa walikuwa hapa ni milima, hapa ndio bahari, lakini Mungu yule ambaye aliwatoa, ambaye alikuwa anawaongoza, unaona kwamba Mungu alifungulia njia. Na vyote ambayo walikuwa wanahitaji, unaona Mungu alikuwa ameahidi ya kwamba atawashughulikia. Kosa tu ambayo wana wa Israeli walikosa kutambua, na hiyo ndio kosa ambayo wakati mwingi hata nasi tunakosa kutambua, ni ya kwamba Mungu alikuwa ameahidi ya kwamba atawashughulikia kwa vyote. Unaona kila wakati wakikutana na hukumu yoyote, wakikutana na changa moto kidogo, wanaanza kunungunika, wanaanza kulalamika. Lakini Mungu ambaye alikuwa amewatoa alikuwa ameahidi ya kwamba atawashughulikia yote. Amen. Na hivyo ndivyo wapendwa, Mungu yule ambaye ni sawa jana, leo na hata milele, ni huyo ambaye katika safari yetu, kwa sababu sisi ni wasafiri hapa duniani, sisi ni wageni hapa duniani, na Mungu yule ameahidi ya kwamba atashughulikia mahitaji zetu tukiwa katika hii mwendo, tukiwa katika hii safari. Bwana siku sana. Amen. Kosa hiyo ndio ambayo kubwa sana ambayo Waisraeli walifanya. Hata Mungu alikuwa ameahidi ya kwamba nitakuwa pamoja na nyinyi. I'll be with you. Amen. Yeye mwenyewe alisema nimeshuka na nimekuja kufanya nini? Kuwakomboa. Na mtatoka katika hiyo minyororo ya Farao. Ni Mungu huyo alikuwa ameahidi. Lakini wana wa Israeli kidogo tu shida ikitokea, badala ya kumwangalia Mungu, na badala ya kumuita Mungu na kumgojea Mungu, tayari malalamiko, tayari manunguniko. Mungu atusaidie sana. Let's learn to trust in God. Tujifunze kila wakati kufanya nini? Kumtumainia Mungu. And take him at his word. Kuchukua vile amenena, yeye mwenyewe ashughulikie hiyo. Kwa sababu si wewe ulisema, lakini yeye ndiye alisema. Yeye ndiye aliahidi. So we must take him at his word all the time. Praise the Lord. So he promised to provide them everything. So like us, we are pilgrims and strangers. Sisi ni wasafiri, sisi ni wageni katika hapa duniani. So walisafiri wakapitia changwani. Na katika hiyo changwani na katika hiyo sehemu yote ya njia alipitia conditions mbalimbali, hali mbalimbali, mazingira mbalimbali. Praise the Lord. Maybe saa zingine mazingira hiyo could not favor them. Amen. Lakini Mungu alikuwa anafanya nini? Alikuwa na wajaribu mioyo yao. Amen. Kama wataendelea kutii Mungu, kama au wataenda kumwamini Mungu. Amen. That's God wish. See? Lakini yule Mungu ambaye ameahidi ya kwamba nitakuwa pamoja na nyinyi. So jambo ambalo ningependa tuone hapa
na kwamba vile alivyoambia kwamba nitawashughulikia. Na Mungu yule ambaye ni Mungu ambaye ni mwema sana, unaona ya kwamba aliwapa wana wa Israeli nabii wake. Praise the Lord. He gave them the prophet, and not only the prophet, he also gave them the pillar of fire. Amen. Hiyo mwali wa moto ambaye ilikuwa mchana ilikuwa naongoza kwa ndani ya hiyo wingu, ndio Mungu alikuwa katika hiyo wingu. Na katika usiku ilikuwa ni nini? Mwali wa moto. Na Mungu aliprovide hiyo ili apate kufanya nini? Kuwaongoza wana wa Israeli. Waende wapi? Waefikie hiyo nchi. So you see the love of God. Hiyo upendo ambao Mungu alikuwa nao kwa ajili yao. Hapa wako na nabii. Amen. Wako na mwali wa moto. Praise the Lord. Just with them. And the Bible says that pillar of fire never departed. Haikuondoka. Praise the Lord. He never departed from them. It was there during the day, it was also during the night. Praise the Lord. That was God's provision. Ni Mungu alikuwa amesema nini? Nitawashughulikia. Praise the Lord. Amen. That was the angel of God with them. Ni malaika wa Mungu akiwa pamoja nao. Na tukiongea kuhusu hiyo malaika huyo si mwingine bali ni Bwana wetu Yesu Kristo. When we talk of that angel of the covenant, yani hiyo malaika ambaye ni wa agano. Praise the Lord. Si mwingine, hata tukisoma katika kitabu cha Ufunuo, si mwingine bali Bwana wetu Yesu Kristo. So unaona kwamba walikuwa na nani? Huyo malaika. The angel of the covenant, which is Christ. Praise the Lord. Guiding them. The prophet was also there. Praise the Lord. The pillar of fire was there. See? So ni nini sasa hakika tuseme ni nini wangekosa? So hivi unaona ya kwamba Yesu Kristo ameahidi ya kwamba sitawaacha. Amen. I will be with you. Nitakuwa pamoja nanyi mpaka nini? Mpaka mwisho wa dunia. Amen. So hatabadilika, ni yule. Praise the Lord. Amen. Amen. The pillar of fire ako na sisi. Acha ondoa na hawezi ondoa. So tukisoma katika kitabu cha Waebrania, that's why I'm saying that was our Lord Jesus Christ. Ilikuwa ni Bwana wetu Yesu Kristo, alikuwa pamoja nao. Praise the Lord. Let's read the book of Waebrania 11. Let's read verse 25. To save time. See, let's read verse 24. Say, by faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Amen. Then in verse 26, esteeming the reproach of who? Amen. That was who? Moses. Praise the Lord. Say, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt. Praise the Lord. Amen. Reproach who? Moses esteeming the reproach of Christ. Blessed be the name of the Lord. Amen. To be what? Greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of the world. Amen. So Moses, this was Moses, when he was in Egypt. Biblia inasema kwamba wakati alipokuwa amekuwa mtu mzima, yeye mwenyewe kwa imani, na imani inakuja kwa kusikia neno la Mungu. Na akasema kwamba mimi sitaitwa, mimi si mtoto wa binti Farao. Amen. Na akasema kwamba choosing to suffer what? Affliction with who? The people of God. Watu wa Mungu, than enjoy the pleasures of sin for a season.
Hiyo pleasures ya wapi? Misri, ambao ni ya muda tu. Friends, kuna pleasures ambao ni wa dhambi katika dunia hii, na hiyo ni ya muda, hiyo asikai. So Musa akaona Misri, na unaona alikuwa na hiyo opportunity mwingi sana, alikuwa na fursa ya kuenjoy hiyo pleasures of sin. Amen. Raha za dhambi ambazo ilikuwa imejaa huko Misri, lakini yeye mwenyewe akaona nini? Akahesabu hizo stuma au kustumiwa, reproach, amen, ya nani? Ya Kristo, kuona kwamba ni utajiri mwingi kuliko yote ambayo Egypt angeova kwa nani? Kwa Musa. Na ujua angekuwa nani? Angekuwa mfalme mahali pale, angerithi hiyo ufalme wa Misri. Na Misri tunajua bila kwamba ilikuwa ni tajiri kabisa. Angekuwa mfalme na angeown yote ya Misri. Lakini alipotazama reproach ya Kristo, akaona ni utajiri mwingi kuliko yote ambaye Misri angeweza kumpa nani? Na hiyo neno nasema kwamba they were pleasures of what? Pleasures of sin. We are talking about water of separation. Praise the Lord. Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt. Utajiri yote ambayo ilikuwa katika Misri, for he had respect unto the recompense of the reward. Blessed be the Lord. Amen. Christ ambaye by faith, kwa imani. And you know, imani anaona yale ambaye haionekani. Amen. Faith sees the unseen. Amen. Faith ni kama ile kitu inaitwa nini? Ile naona mbali. Kitu nani hiyo naona nini? Amen. Anaona mbali. So kwa huko Musa kwa imani, Musa kuona isiyoonekana. And that's what the Bible says, we walk by faith, not by sight. Hatuendi kwa macho, lakini tunaenda kwa imani. Bwana sana. So Musa kwa macho ya imani akaona Kristo. Na akaona utajiri ulio kwa nani? Ulio kwa Kristo. Akaona kwamba hii utajiri ambao uliko ndani ya Kristo inapita mamilioni, inapita mapesa, inapita mashamba, inapita utukufu, inapita hiyo popularity ambayo yote angepata katika nchi ya Misri. Aliona mbali. Imani inaona mbali. So akaona Kristo. Amen. Na ikesteem hiyo kabisa iwe ni wa maana sana kuliko pleasures, na akaweka ratili kuona kwamba hii mali nini ya utajiri ya hapa ya Misri, akaona kwamba hii ya Kristo ni zaidi ya yote. Na akasema mimi si mtoto wa Farao. Praise the Lord. Akaprotest na akatangaza. Na akatoka akaenda kusava na nani? Na watu wa Mungu. He went to serve with the people of God. Praise the Lord. Blessed be the name of the Lord. Amen. Kristo. Praise the Lord. See? Wakati waliposafiri wakapika changwani mahali fulani, walikuwa wana maji. Praise the Lord. Na wakaanza kulalamika vile nimesema, wakaanza kunungunika, tutakufa na ng'ombe zetu, tutafanya hivi. Mpaka Musa, hata walikuwa wanataka kumuua Musa, lakini Musa akaenda kwa Mungu. Na Mungu akamwambia Musa, nenda na unene, usungumze kwa nani? Usungumzie hiyo mwamba. Speak to the rock. Praise the Lord. When we read the Bible tells us that rock which followed the children of Israel. Amen. All the way in the wilderness, say that rock was who? Christ. Praise the Lord. In the wilderness. Amen. This was God's provision. Kristo awe mahali pale. See? Wakati hawana maji, yeye alikuwa ni mwamba. Praise the Lord. Labda walikuwa hata waoni, kidogo wanaenda wanasafiri kufika mahali fulani, anaona kama hii tumeona hii mwamba hii. Amen. Hii mwamba wakaanza kusema hii mwamba ni kama ile
Ile tuliacha huko maili mingi. Kidogo wanaenda. Kufika somewhere there, wanaona ile mwamba tu. Kwa sababu hiyo mwamba ambaye ni Kristo alikuwa pamoja nao all the way through. I don't know whether we are recognizing kama tunatambua Yesu Kristo. Amen. Kama ungetambua na kujua kwamba hii mwamba why all the time? See? Kwa nini? Na ni sawa na ile. Wangejiuliza maswali hiyo. Wakisema there is something happening here. Hii mawe, Mungu atusaidie sana. Kama vile tuliona juzi ya kwamba wajenzi. Amen. Wale ambao walikuwa na chenga, see? Mawe yaliletwa kutoka huko mbali yote, na mawe hiyo ililetwa kama imetengenezwa. Wakati Suleimani alijenga hiyo hekalu. It took Solomon 40 years. Miaka 40. Amen. See? Nilikuwa naona hawa ndugu wakichakua mawe hapa. Sasa wanasikia ingine wanachakua wanaacha. Kidogo wanachakua ingine wanaacha ingine. Si wanachukua ingine wanachukua hiyo wanaacha ingine. Si? Na mawe hapa ilipinduka na ingine inawachwa. Si? Kwa nini ingine iliwachwa? Na ingine zikapelekwa kwa ujenzi huko. Na hata ikifika kwa fundi huko anaangalia kama hii itatosha hapa, kama hii itatosha hapa. Hivyo ndivyo nasema hiyo jiwe ambayo wafundi akasema walikataa. Wakisema lete hiyo mawe, wanakuja angalia nasema hii mbaya hii. Wakilete hiyo wakifanye. Mpaka mwishowe walikundua ya kwamba kumbe hii mawe ambayo ilikataliwa, kumbe ni jiwe wa maana sana katika hiyo building, katika hiyo ujenzi, katika hiyo jengo Bwana Israel. And that rock, that stone which the builders rejected, amen, say that was Christ. Walikataa wajenzi, wahubiri walikataa, Wafarisayo walikataa, wale wote walikataa. Na huyo ni Bwana wetu Yesu Kristo. Blessed be the name of the Lord. So he was with them. Amen. See? Leading the children of Israel. Amen. That rock ambayo walikonga na maji katoka. Praise the Lord. Na wakanywa pamoja na ng'ombe zao zote. Tumeona kwamba yule mwamba alikuwa ni nani? Alikuwa ni Kristo. God was giving them the water. We are talking of the water of separation. Amen. Na hayo maji ambayo Yesu Kristo Mungu aliwapa wana wa Israeli. Amen. So that wapate kujua na kutambua na kufahamu njia ambao wanaweza kumwendea Mungu wakati wanaposafiri katika hiyo safari. Na hiyo ni maana wapendwa, tunaposafiri katika hii safari, tukienda pale ambapo amesema nimeenda kuandalia makao, lazima tumtambue Yesu Kristo, kwa sababu yeye ndiyo yule ambaye atafanya nini? Atatusaidia katika hii safari, katika hii mwendo, kwa sababu bila yeye hakuna njia ambayo tunaweza kumapproach yeye, na lazima tufahamu njia hiyo. Hiyo ndio maana katika mstari wa 2 katika kitabu cha Numbers pale tumesoma, hebu tusome mstari wa 2 verse 2. See, this is the ordinance of the Lord. Praise the Lord. Ya ndugu, hebu nisomee hapo 19 verse 2. This is the ordinance of the law which the Lord hath commanded. Hii ndio amri ya sheria hii ndio amri ya sheria aliyoagiza. Akisema, waambie wana wa Israeli wakulete ng'ombe mke mkundu asiye na kipaku, mkamilifu ambaye hajatia nira bado. Amen. Amen. Mwambie wana wa Israeli. Speak unto the children of Israel. That they may bring a red heifer. Without what? Oh, blessed be the Lord. Amen. Ndama. Amen. See?
ilikuwa inatumika kwa ajili ya kutoa nini? Sacrifice. So it was a sacrificial animal. Ndio wana Israeli walikuwa naambiwa kwamba mulete nini? That sacrifice. That sacrificial animal, the Eva. Praise the Lord. Amen. 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 See? Sacrificial animal. Praise the Lord. Amen. And that's why we know, brethren, now that our sacrifice is our Lord Jesus Christ. Amen. That's why alipokuja akasema tazameni mwana kondoo. Mwana kondoo. Mwana kondoo anafanya nini? Achukuaye dhambi za ulimwengu. Na unaona kwamba wakati sacrifice ilikuwa napelekwa tu kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya dhambi. That's why tuliposoma katika mstari wa 9, the Bible says, kisha mtu mmoja aliye safi atayazoa majivu ya huyo ng'ombe na kuyaweka yawe akiba katika mahali safi nje ya kambi, nayo yatatunzwa kwa ajili ya mkutano wa wana wa Israeli, kwa ndiyo maji ya farakano ni sadaka ya dhambi. Let's read verse 12. No, verse 11. Mtu aguzaye maiti yeyote atakuwa najisi muda wa siku 7. Naye atajitakasa kwa yale maji siku ya 3, na siku ya 7 atakuwa safi. Lakini kama hajitakasi siku ya 3, ndipo na siku ya 7 hatakuwa safi. Mtu awaye yote aguzaye maiti wa mtu aliyekufa asijitakase, yuatia unajisi maskani ya Bwana. Na mtu huyo atakataliwa mbali na Israeli, maana hayo maji ya farakano hayakunyunyuziwa juu yake. Atakuwa najisi, unajisi wake ukali juu yake bado. Yeah, because his uncleanness is still upon him. Amen. Yani bado ni chafu, bado uko mbaya. Amen. Na ndio tunajua kwamba dhambi ndio chafu. Na ni chafu, ni mbaya na ni mbaya. So unaona wakati wana wa Israeli wanafanya jambo, wanafukuza kitu, wanafanya kitu ambaye ina najisi. See? So kila ambaye ilikuwa inahitajika ni nini? Niyo damu. Au niyo chivu maji ya nini? Maji au water of separation. What's that really say? Maji ya nini? Farakano. Bwana siku sana. Ni maji ya farakano. So ilikuwa inahitajika. See? Na unaona kila mtu alikuwa anasema afanye nini? Aoke. Nguo zake na hata mwili wake. Na ngojee mpaka jioni ili apate kuwa nini? Kuwa safi. Na apate kukutana na watu wengine. So this was a sacrificial animal. And that's why I say our sacrifice is Christ. Na unaona kwamba hii ndama haikuwa ndama ya kawaida. Haikuwa ni kwenda tu kutoa ndama tu kwa poma na uchukue iwe ni sadaka. Hiyo haikuwa hivyo. Hiyo ndio maana alitoa nini? Alitoa conditions hapo. And that's what we have read in the book of that's why I say bring thee a red heifer without spot. Amen. Yani ndama nyeku bila nini? Sema bila kipako sio? Bila kitu, bila kipako hata moja, without blemish. Praise the Lord. And it says again, without spot, wherein is no blemish, and upon which never came a yoke. Praise the Lord. So wana wa Israeli Mungu alitoa hiyo amri wake.
Na akasema mfanye hivi, tafuta ile ndama nyekundu, without blemish, without any spot. Na ile achawekwa nini? Nira yote. Oh, Bwana asifiwe sana. Bila nira yote. That's what the Bible still says. Be ye not yoked together with unbelievers. Msifunge nira pamoja na wasioamini. Wasioamini. Ndio maana hii huyu ndama unaona kwamba alikuwa analetwa ile achafungwa nira. Ile ambaye kabisa ilikuwa ni free. Ni huru. Na leo wapendwa, kuna nira mingi. Watu wamewekwa nira. Hiyo ndio maana neno tuonya kabisa ya kwamba tusifunge nira. Kama tumesaliwa tena, kama tumesaliwa na tumekombolewa na damu ya Yesu Kristo, tusifungwe nira na vitu vingine vyote vya ulimwengu. Amen. It was supposed to be red in color. Amen. Without spot, without blemish. And the Bible says, upon which never came what? Never came a yoke. Amen. See? Tuone kwanza nyekundu inamaanisha nini? Sisi zote tunajua red. Red color. Amen. See? Wengine wakiona red wanasema ni hatari. Ni hatari. Lakini tunajua tukiongea kuhusu red, nyekundu, it's a color of redemption. Ni rangi ya ukombozi. Ni rangi ya ukombozi. Because redemption comes only by the blood. Praise the Lord. By the blood. Praise the Lord. Damu ndio inaleta ukombozi. So aliambia kwamba leteni iliyo nyekundu. Kwa sababu alikuwa anazungumza kuhusu nini? Kuhusu ukombozi. Kuhusu redemption. That sacrificial animal was supposed to bring redemption. Kuleta nini? Kuleta ukombozi. Ndio maana tukisoma katika kitabu cha Waebrania 11, tusome tu mstari wa 4. Anaongea hapa kuhusu Abel. Praise the Lord. Abel walipoenda kuabudu au kwenda mbele za Mungu, kwenda kutoa sadaka mbele za Mungu, Abel alichukua nini? Alichukua mwana kondoo. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu kwa imani, the Bible says by faith. Kwa imani yeye mwenyewe alijua nini kilifanyika katika shamba la Edeni. Ni nini wazazi wao walifanya katika shamba la Edeni. Na walikuwa najua ya kwamba kile ambaye inahitajika nini? Redemption. Alikuwa anahitaji ukombozi. Hiyo ndio maana alishika mwana kondoo na akamvuruta mwana kondoo kwenda kupeana kwa Mungu. Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Amen. Ulio bora, it was most excellent. Uliokuwa bora kuliko nani? Kuliko Kaini. Lakini Kaini alikuwa amechukua nini? Alikuwa amechukua matunda zake, amechukua vitu vyake vya shambani, ameweka huko katika the altar. Katika hiyo madhabahu. Amen. Na akaweka na akarembesha vizuri tena. Lakini akasema kwamba alitoa yaliyo bora zaidi. Ni kwa nini? Ni kwa sababu Mungu alipoangalia hiyo sadaka ya Abel, aliangalia nini? Akaona damu. Kwa sababu damu ilifanya nini? Ilimwakika. Praise the Lord. Amen. So damu ilipomwakika, wakati Mungu alipoona hiyo damu, ni akasema ya kwamba this is the most excellent sacrifice. Praise the Lord. Amen. Ni dhabihu ambao ni wa ajabu. Ni nzuri sana. Ni nini kilipendeza Mungu? Si kwa sababu maanisha kwamba ya Abel ya Kaini haikuwa mzuri. Sasa alikuwa ameweka vizuri kupanga vitu vyake mzuri, vitu vya shamba tena ile mzuri. Na akapanga akaweka maua. Akarembesha kabisa. Lakini Mungu alipokuja kuangalia na akaangalia ile Abel, aliona damu. Bwana asifiwe sana. Speaking of what? Speaking of redemption. Akiongea kuhusu
ilianza wapi? Ilianza katika shamba la Edeni. Shamba la Edeni. Amen. Na itakuwa damu kuanzia shamba la Edeni mpaka mwisho. Hakuna kitu kingine kitakuja hapa katikati. Hakuna kitu kingine ambaye kita replace au itasimama badala ya damu. Kwa sababu Mungu ndiye alitambua damu huko shambani la Edeni. Tukisoma mstari wa 9. Can you read 9? Kwa imani alikaa ugenini katika ile Hapana, 9 verse 22, sorry. Waebrania 9 verse 22. Na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu. Amen. Katika Torati vitu vyote vinasafishwa kwa nini? Kwa damu. Kwa damu. Bwana asifiwe sana. Vitu vyote vinasafishwa kwa damu. Amen. So wacha hii upusi, mtu kusema kwamba naingia kanisa, naingia dini, jina langu inaandikwa katika kitabu, mimi nitakuwa rafiki ya mzee wa kanisa au pasta, hata nitatoa pesa, nitatoa hii na hii. Nasema vitu vyote. Sema kadiri dake. Na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu. Usafishwa kwa damu. Na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo hata. Without the shedding of the blood, there is no remission of sins. You can pay money. Somebody can pay money. Like our friends in Catholics. You can pay money. You can do what? Lakini hiyo haiwezi ondoa dhambi. Haiwezi. Without the shedding of the blood. Bila kumwagaji wa damu, hakuna ondoleo wa dhambi. Praise the Lord. Amen. No shedding of the blood. See, no remission of sin without shedding of the blood. Bila kumwaga damu. Praise the Lord. Hiyo ndio maana Mungu alipoona hilo sadaka ya Abel, akasema kwamba hii ndio most excellent. Praise the Lord. Ni safi sana. Kwa nini? Kwa sababu ya damu. Kwa sababu alijua kwamba bila umwagaji wa damu hakuna msamaha wa dhambi. Praise the Lord. Blessed be the name of the Lord. Amen. So, hiyo ndio maana tukisoma katika hiyo turudi pale kitabu cha Numbers. Say verse 3. And ye shall give her unto Eleazar the priest. Praise the Lord. Amen. That he may bring her forth without the camp, and one shall lay her before his face. Shall slay. Yeah, say, and one shall slay her before the face of who? Before the face of the priest. Amen. Can you read, my brother? Nanyi mtaleta kwa Eleazari kuhani, kwa kuhani. Eleazar kuhani. Ataletwa kwa nani? Kwa kuhani. Naye atakwenda naye nje ya kambi. Na yeye ataenda nje ya wapi? Nje ya kambi. Blessed be the name of the Lord. Amen. The Bible tells us, even our Lord Jesus Christ, yeye mwenyewe alitolewa wapi? Nje ya nini? Nje ya kambi. Outside the camp. Praise the Lord. Amen. Kwa nini? Kwa sababu hii sacrifice ilikuwa inachukuliwa wapi? Nje ya kambi. Amen. Praise the Lord. Amen. Alafu na mtu mmoja atamchinja mbele yake. Na mtu mmoja atamchinja yeye mbele ya nani? Oh, blessed be the Lord. Amen. Mbele ya kuhani. Praise the Lord. Amen. Mbele ya nani? Kuhani. Bado tutaona hiyo baadaye. Lakini hebu kumbuka ya kwamba wakati Yesu Kristo alipoletwa, yani alikuwa hiyo Caiaphas. Wakati walislay Bwana wetu Yesu Kristo, alikuwa mbele ya nani? Mbele ya priest ambaye alikuwa anaitwa nani? Caiaphas huyo. Praise the Lord. Amen. Kwa sababu ilikuwa liwe ni neno la Mungu litimie. Praise the Lord. Amen. Hangeweza kuchinjwa tu huku. Lakini anasema kwa mtu atafanya nini? Atamua yeye mbele ya kwa kuhani. Praise the Lord. And see, our Lord Jesus Christ was slain when Caiaphas was seen. Praise the Lord. Amen. Because he was the high priest. Blessed be the name of the Lord. Amen. Amen. See? Adam alipofanya nini? Walifanya dhambi. Mungu alipokuja jioni na kusema Adam,
Adam, where are you? Weko wapi? Adam akasema nini? Niliposikia sauti yako. Sasa nimejificha kwa sababu niko uchi. Na akamwambia, nani amekuambia wewe uko uchi? Kaambia, umefanya vile niliwaamuru msifanye. Alafu tunajua kile ambaye bila alisema, lakini neno la Mungu anasema kwamba Mungu mwenyewe akakuja akashitoa mnyama. Na akafanya nini? Akachinja. Praise the Lord. Damu ilimwagika. That's why nilisema kwamba tangu from mwanzo kuanzia Mungu mwenyewe, it was the blood. Amen. Praise the Lord. It was the blood. Praise the Lord. Amen. Abel, it was the blood. Praise the Lord. Amen. See? Katika wakati wa Misri, it was the blood. Kaambia kwamba mweke damu katika nini? Visingiti vya mla. Nitakapoona damu nitawapita. So you see, it is only the blood that can work. Ni damu tu ambayo itafanya kazi. Hakuna kitu kingine wapendwa. Man can try to be so clever. Yaani mtu anaweza kujaribu kabisa kuwa mwerevu na kujaribu kufanya mambo fulani na kusema ya kwamba hii ndio njia mtasamehewa dhambi zenu na mtakubalika mbele za Mungu. That's the lie of the devil. Ni uongo kabisa ya shetani. Mungu mwenyewe hakufanya njia nyingine katika shamba la Edeni. Na Abel, that's why the Bible says, hata ile ushuhuda, testimony yake kwa Abel bado inafanya nini? Inazungumza mpaka wa leo. It was the blood. Praise the Lord. From Genesis, it was the blood. Amen. Kwa sababu wapendwa, bila damu, you are just nothing. Praise the Lord. Yani bila damu sisi ni bure kabisa. Hiyo nimesema kwanza kama ya kwamba italete nini? Katika kila kitu Bwana sana. Na katika Torati kama vitu vyote usafishwe kwa damu. Amen. Praise the Lord. Kwa nini? Tukisoma katika kitabu cha Leviticus. Leviticus chapter 17. Kwa kuwa uhai wa mwili huu katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu. Amen. Kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Amen. Amen. See, for the life of the flesh is in the blood. Amen. For the life of the flesh is in the blood. Amen. And I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls. Amen. For it is the blood that maketh an atonement for the soul. Amen. Kwa kuwa uhai wa mwili huu katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu. Kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Amen. Ni damu ambayo inapata nini? Inalete upatanisho. Hiyo ndio maana Mungu mwenyewe alipotaka kuleta upatanisho kwa jamii ya Adam, unaona kwamba alimwaga damu. Kwa sababu ni damu ambayo inaleta upatanisho wa nafsi. Hiyo ndio maana damu ikiwekwa kando, mtu akiona damu naona kwamba ni bure. Hakuna kitu katika hiyo jamaa. Because the blood, the life is in the blood. Yani uzima iko kwa nini? Sasa unapoweka kando damu, unapodharau damu, that means you don't have life. Hakuna life. Hakuna uzima. Hakuna uzima. Because
the fleshy. Nasema kwamba damu, the life that is in the, kwa hii niko kwa damu. Amen. Kwa nini wapendwa? Si unaona kwamba damu hii ikitolewa haichakuswa pahali pengine kwa mwili, na itolewe damu hii yote, unaona mtu ataishi, na hakuna kitu imekuswa kwa hiyo mtu, ni vile tu ako, lakini damu iko life katika hiyo damu. Hiyo ndio maana hata wana wa Israeli unaona kwamba walikuwa najua kwamba hata walikuwa na kwa hiyo sheria na nini hawakuwa nakunywa damu. So ndani ya hiyo damu kuna nini? Kuna uhai. Praise the Lord. Kuna uhai. There is life in the blood. Amen. Na hiyo ndio kile Mungu anatambua kila wakati. There is life in the blood. That's what we are seeing to go to Jesus. Praise the Lord. Amen. See. Praise the Lord. Amen. There is life. Praise the Lord. Amen. And the blood. Praise the Lord. The life comes from the male. Amen. Anatoka kwa nini? Ile ya kiume. Blessed be the name of the Lord. Amen. See. Sisi wote ni wafugaji. Praise the Lord. Tuchukue tu hata mandege. Kama ni pata, kama ni kuku. Praise the Lord. See. Kuku anataka mayai. Lakini hiyo mayai kama kuku hakutana na choko, hayo mayai ni bure tu. Ni bure. See? Kuku anaweza kulalia. Kuku anaweza kuwa mwaminifu. Hata hatoki kwenda nje kuota chuo. Analalia. Unajua kuna kuku wengine wako waaminifu sana. Akianza kulalia, wasting of time hakuna. Akitoka tu nje, anaweza kutoka nje kidogo, unasikia anapiga kelele kidogo, anaenda tu kidogo, anatembea hapo kidogo, anarudi kulalia hiyo, kuweka joto katika hiyo mayai. Lakini hata uaminifu wake, awe mwaminifu aje na alalie katika hiyo masiku 20 na ngapi, 21 days. Amen. Baada ya 21 days, kitu gani kitafanyika? Haya mayai yote itafanya nini? Sitaosa. Na harufu yake ni mbaya zaidi. Kwa nini? Kwa sababu ingawa ni mayai, ingawa ilizaliwa na kuku, lakini kwa sababu haina mbegu, yote yataosa. Yataosa. Hiyo ndio maana nasema kwamba uhai, the blood, see, comes from the male. Blessed be the name of the Lord. Amen. See? Kwa sababu those eggs will never hatch. Haitafanya nini? Angua. Because they were not fertilized. Haikuwa na mbegu. Praise the Lord. Amen. Haikuwa na hiyo mbegu. Blessed be the Lord. Amen. See? The hen can warm those eggs day and night. Usiku na mchana. But they will never hatch at all. That's why today denominational churches, hiyo ni kama nest, unaitwa nini? Kiota. Amen. Ni kiota kubwa ambao kimewekwa mayai. See? Na hiyo mayai unaona kwamba haichafuata nini? Haina life. So they will never hatch. Praise the Lord. Those big full of eggs, they will rot. Sitaosa. See? Na tayari zimeosa. Wasaidie sana. Amen.
Hiyo ndio uvundo kimejaa huko. Smelling a terrible smell. People who go to church, they are so, lakini walilalia hiyo, waliweka kujaribu kuweka choto, lakini huwezi fanya nini? Huwezi kuwa. Sinaosa. Hiyo ndio maana Nicodemus alikuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Akamwambia, we know you are a teacher coming from God. Kwa sababu gani? Nobody can do such things. Nobody can do such a miracles. Kama Mungu hayumo pamoja na yes, alikuwa ni mtu alikuwa katika hiyo dini na akakuja usiku. Na akasema, tunajua Rabii, wewe tunajua kwamba wewe ni mwalimu utokaye kwa Mungu. Kwa sababu hayo yote ambayo unafanya, hakuna mtu anaweza fanya kama Mungu hayupo pamoja naye. Na unaona kwamba hawa ambao walikuwa katika hiyo kiota, katika hiyo dini, katika hiyo nini, kila wakati walikuwa wanasema kwamba hakuna nini? Mungu si sawa. Mungu hawezi fanya kitu kama hiyo. The way people now say God amebadilika. Hakuna miracles, hakuna nini. Katika kanisa nasema hakuna. Kwa nini? Kwa sababu tayari wamekaa tu mahali pale, huko wameosa katika mahali pale. Na hiyo ndio maana Nicodemus akakuja na akasema, tunajua ya kwamba hakika wewe unatoka kwa Mungu. Kwa sababu hii miracles ambayo unafanya, hakuna mtu anaweza fanya vitu kama hiyo kama Mungu hayuko pamoja naye. Na Yesu akamwambia nini? Akamwambia, very very I say unto you, ya kwamba you must be born again. Lazima usaliwe mara wa pili. That's why, brethren, we need the Lord Jesus Christ, the male. Bwana asifiwe sana. Ili tupate kuwa na nini? Tupate kuwa na uhai. Praise the Lord. Kasema lazima usaliwe kwa damu na nini? Maji na damu. Praise the Lord. Because tumesoma ya kwamba the life is in the blood, in the blood. And when we talk of the life, the power of the resurrection, wakati Yesu Kristo alipokufa akamwaga damu yake, ni nini alirudi kwetu? Ni Roho Mtakatifu. Amen. Because that was the life that was in the blood, in the blood. So akasema lazima usaliwe kwa roho na nini? Na maji. You must be born again. Hiyo ndio maana hata mtoto anaposaliwa kuna hiyo vitu tatu ambayo inafanyika. Kitu cha kwanza ni nini? Ni maji. Praise the Lord. Alafu jambo la pili ni nini? Damu. Alafu kitu cha tatu ni life kwa mtoto sasa. Praise the Lord. That hiyo ni kuzaliwa kwa mwili huu. Mtoto anapozaliwa inakuja vitu vingapi? Tatu. Maji na damu na life. That's why I say we must be born again. Lazima usaliwe na nini? Na maji na nini? Damu. Alafu tena kitu gani nafuata sasa hapo? Ni uzima. Kwa sababu damu, vile tumesoma katika kitabu cha Leviticus, the life is in the blood. Blessed be the Lord. Amen. The life is in the blood. That's why I say, except a man be born again, he can't see the kingdom of God. Praise the Lord. Amen. You must be born again, my brother, my sister. Amen. We must be born again. Amen. Born through the blood and the water. Bwana asifiwe sana. Amen. Amen. That's why hata Yesu Kristo aliposulubishwa pale msalabani. Praise the Lord. See? Niyo vitu tatu ilifanya nini? Ilitoka. Kwa sababu alipokuja weka nini? Akaweka mkuki. Praise the Lord. Ilitoka maji na nini? Na damu. Blessed be the Lord. Alafu tukapata uzima wa milele. Jesus, the Lamb of God. See? That sacrificial lamb. Praise the Lord. That's where we get life. Bwana asifiwe sana. See? Mungu anaangalia damu. When I see the blood, I'll pass over. Nikiona damu itawapita. We must be born again. By the Spirit of God. The Holy Ghost, my brother, my sister. Because without that, no life. Kama ile nimesema, mayai ambayo inalaliwa na kuku
zitalipuka na kutoa harufu mbaya. Lakini kile ambayo iko na mbegu, ikifika siku hizo hesabu zake zikitimia, hakika utaona walio hai wakijitokeza, because there's life, kuna uhai. Ukiona ni mayai yote ilizaliwa na kuku kuku ilitaka hiyo mayai yote, lakini ingine haina nini, there's no life, lakini ingine iko na life. Mungu utambua damu. When I see the blood, I'll pass over you. Akaona katika sacrifice ya Abel. Praise the Lord. Akaona. The way, without the shedding of the blood, there is no remission of sins. Wana wa Israeli walipokuwa na safiri, Jericho ilikuwa imezingirwa kabisa. Lakini kuna mama moja ambaye alikuwa anaitwa Rahab. Alikuwa ni mama kahaba. Lakini hawa wapelelezi walipofika mahali pale, aliwapokea katika nyumba yake. Na usikia ushuhuda wa Rahab. Na akasema ya kwamba tumesikia yale yote ambayo Mungu aliwatendea mkitoka huko. Alikuwa ni mtu wa imani. Sasa akasema tumesikia. Na ndipo akasema hata hapa watu wote wamekwisha. Watu wote mioyo yao imefanya nini? Imeyayuka. Na Rahab akawaficha katika huko dahari. Alafu wale ambao walikuwa nakuja anasema kuna watu tumeona wakiwa hapa. Tumeona watu wakikuja hapa. Wameenda wapi? Rahab anasema just pursue them, go. Wameenda hii njia. So mfuate. Lao wanakashikia mbio. Wakakimbia wakatafuta. Lakini Rahab alikuwa amewafi. Alikuwa anajua kwamba hawa ni watumishi wa Mungu. Hawa ni malaika wa Mungu. Na mwishowe tunajua ile ombi ambao Rahab aliuliza. Akamwambia kwamba najua mnakuja hapa. Na alikuwa anajua kwamba hiyo mji imefanya nini? Itaangushwa yote. It will collapse. Lakini akasema kwamba munisaidie. Nataka munipe ishara. Blessed be the Lord. Munipe ishara ili wakati mtakapokuja hapa, hiyo ishara ipate kulinda nyumba yangu. Na si mimi peke yangu, pamoja na jamii yangu. Lakini wakapewa nini? Hiyo kitambaa nyekundu. They were given a red ribbon. Praise the Lord. Alafu akachukua mbali dirishani, akafungia mahali pale. Praise the Lord. It was red. Ilikuwa nyekundu. Tumesoma hapo kuhusu nini? Hiyo Eva ambao ni nyekundu. Bwana asifiwe sana. Akaweka huko nyekundu tu, kitambaa tu nyekundu. Watu walikuwa wanacheka. Hii kitambaa inamaanisha nini? Hii kitambaa nani amekufa hapa? Akaona kitambaa inapepea dirishani. Nasema hii ni nini? Watu walikuwa wanafanya msaa na nini. Lakini Rahab alikuwa anajua. Na Mungu alipokuja, wakati huo amezingira na kusunguka hiyo Jericho yote. Na Jericho ilianguka. So walitembea kidogo, wanatembea, wanaona tu kitambaa inapepea huko, wanasunguka siku ya kwanza, siku ya pili, mpaka siku ya 7. Alafu siku ya 7 wakasunguka mara saba na wakapiga hiyo matrampeta. The whole of Jericho fell down. Lakini nyumba ya Rahab ilisimama. Amen. Blessed be the Lord. Amen. Kwa nini? Hiyo ribbon tu nyekundu ilikuwa inazungumza kuhusu redemption. Ilikuwa inazungumza kuhusu ukombozi. Ilikuwa inazungumza kuhusu damu ya Bwana Yesu Kristo. Na unaona yote ilipoanguka, hiyo ilibaki peke yake. Blessed Lord. Bwana asifiwe sana. Damu ya Yesu Kristo. Bwana awabariki. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus.
damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, safisha kabisa. Bwana asifiwe sana. Damu ya Yesu husafisha kabisa. Bwana asifiwe sana. Sasa tukisoma katika kitabu cha Isaya 1:16. Isaya 1:16. Nasema hivi. Say, wash you, make you clean. Put away the evil of your doing from before mine eyes. Cease to do evil. Amen. Cease to do what? Evil. Moja mstari wa 16. Jiosheni, jitakaseni, ondoeni uovu wa matendo yenu. Ya, ondoe uovu wote wa matendo zenu. Usiwe mbele za macho yangu. Ambazo siko mbele za macho yangu. Acheni kutenda mabaya. Nakasema cease to do evil. Acheni kutenda mabaya. Wapendwa, tuache kutenda mabaya. Cease completely. Acha kabisa kutenda mabaya. That's the word of God. Hiyo neno la Mungu. Sema cease. Acha kabisa kutenda mabaya. Learn to do what? To do well. Jifunzeni kutenda mema. Yeah, cease to do evil na ujifunzeni kutenda nini? Kutenda mema. That is what we are supposed to exercise. That's what we are supposed to be doing. Cease to do evil. Kwa sababu akasema Mungu anasema kwa yote yako mbeleni yangu, mimi naona yote. Cease to do evil and learn to do what? Well. Seek judgment. Takeni hukumu na haki. Wasaidieni walioonewa, mpatieni yatima haki yake, mpatieni mjane. Verse 18. Haya, njooni tusemezane, asema Bwana. Njooni tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana. Ya, dhambi zenu zikiwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. They shall be as white as snow. Zijapokuwa nyekundu kama bendera. Though they be red like crimson, zitakuwa kama sufu. They shall be as wool. Amen. Yo bendera ambaye Rahab alikuwa ameweka, ilikuwa anazungumza ya kwamba dhambi zangu, alikuwa ni mama kahaba. Dhambi zangu ilikuwa red kama crimson au scarlet kama hiyo nini, kama bendera, lakini akasema ya kwamba nitawasamea na itakuwa white as sufi. Blessed be God. Blessed be God. So my brother, my sister, the Bible says God is telling us, just let's come. Kuja tusemezane. Just come, let's reason together. Haijalishi dhambi zako iko namna gani. Akasema ya kwamba itakuwa nini? Itakuwa nyeupe. Amen. Praise the Lord. Amen. Sitakuja hisia hapo na tuendelee. Bwana wabariki. Amen. Pray. Pray for us. Let's pray. Our dear Heavenly Father, our King of Kings, our Lord of Lords, our Rose of Sharon, our Lord of Judah, my God, we come before your presence, my Lord. Amen. Thank you, King of Glory, O Jehovah, because of such great grace and great mercy that surpasses human understanding, my Lord. My Father, Lord, you've talked unto our lives, my Jehovah, my Father, that go through your blood, my God, we have our redemption. And through your precious blood, Jesus Christ, my Father, Lord, we see, King of Kings, our salvation, my Lord. And that was the great reason, my Father, we're down at the cross, my Father, where my Savior, he died, Lord. And that time, God of glory, by believing, Lord, we see the light of Jehovah. Amen. The King of Glory, Lord, your word says, my Father, that you, Lord, you have gone up to your Father, God, where there are many mansions, my God.
God. And Lord, you've gone to prepare a place for us, my Jehovah. My Lord, the prayer, King of glory, my Lord, that God Almighty will keep us, God, to continue watching, my Jehovah, and to working for our salvation, my Jehovah. That, O King of Kings, my Lord, may be able, God, to be at that place, God, that you are prepared for us, my God. Because, my Father, it's great, my God, it's glorious, my Jehovah. The Bible says, my Father, no eye has seen, no ear has heard, or no, it has never entered even the heart of man, O King of glory. But you, Lord, are prepared for those who love thee, my Father. My God, let it be in each and every one of us, my God, to live, Lord, all our minds, to live, Lord, our hearts, our souls, and our strength, my Jehovah. To live for you, King of glory, because, my Jehovah, you said unto Joshua, as I was with Moses, so shall I be with you, Jehovah. My God, you stood with the children of Israel in the wilderness, my Father, and my God of glory, you had to confirm your word, and had to be manifested that they, God of glory, must enter the promised land, O Jehovah. King of Kings, my Father, even as we are here, Lord, in this world, my Jehovah, King of Kings, we pray, my God, that work in us, my Jehovah, and let us trust in you, Lord, let us believe in you, my Father, and let us live for you, my Jehovah, that we may enter the promised land, O Lord. Thank you because of such great promises, my Jehovah. Thank you because of your love, God, in our hearts, my Jehovah, Lord. Continue, my Father, working in us, God of glory, making us, oh God, to be humble, Lord. Humble, God, to listen to your word. Humble, my Father, to keep your word, my Jehovah. Humble, Lord, to act on your word, oh Jehovah, King of glory. Father, thank you because of your word, dear Lord. Father, Lord, the breaking of things for our minister, Lord, continue, God, blessing him, Lord. Continue uplifting him, Jehovah. Continue, Father, giving him, Lord, your deep knowledge, your deep wisdom, my Jehovah, that it may be impacting on our lives, my Jehovah. And it may have new revelations day by day, minute by minute, second by second, Lord. And in our lives, Lord, may lead by your great revelation, oh Jesus Christ, my Father. Lord, thank you because of our brothers and sisters, my Lord, who have left, my Father, God, the various works, the various commitments, oh Jehovah, just to be, Lord, at thy feet, my Jehovah. And truly, my Father, God, truly today, Lord, as he goes, my Lord of glory, we have fed, Lord. And I pray, God Almighty, let continue, my Father, being in our hearts, oh Jehovah. We commit to our brothers, we commit our fellow sisters, my Father, Lord, wherever they are, my Jehovah, God. And my Father, also talk to their lives, my Jehovah, God. Also, King of glory, be in their needs, oh Jehovah, and stand by their lives, Father. God, as we depart, Lord, and go home, my Jehovah, King of glory, we pray God will be with us, God will walk with us, Lord, guide us and protect us, my Jehovah. And let us continue, my Lord, keeping your word and living by it, oh Jehovah. Amen. In the name of Jesus Christ, trusting and believing. Amen. Amen. When I see the blood, when I see the blood, Jesus Christ. when I see the blood, I will pass over you. When I see the blood, when I see the blood, see the blood, I will pass over you.